Ugonjwa wa diski au diski iliyoteleza kama tunavyoita kwa kawaida ni ugonjwa unaowapata binadamu pekee, kwa sababu tunasimama wima na binadamu wanaosimama wima watakuwa na uwezekano mkubwa wa diski kujitokeza. Sasa kwa nini imekuwa ya kawaida sana? Imeenea sana kwa sababu tunaugundua mara nyingi. Vinginevyo ni ugonjwa ambao umekuwepo tangu zamani za kale. Sasa diski huwa chini ya shinikizo kubwa zaidi wakati mtu amekaa na si wakati mtu amesimama. Kadri unavyokaa zaidi, ndivyo uwezekano wa kupata ugonjwa wa diski unavyoongezeka. Ili kupata lishe, diski inahitaji uhamaji. Kwa hivyo, yeyote anayekaa mfululizo kwa muda mrefu hupunguza usambazaji wa chakula kwa diski. Wanaweka shinikizo kubwa zaidi kwenye diski. Na tatu ni kwamba misuli yao ni dhaifu. Kwa hivyo wanakuwa watu wanaoweza kuathirika. Wanapaswa kuelewa misingi ya ergonomics ambayo inamaanisha jinsi wanavyopaswa kukaa, jinsi mkao unavyopaswa kuwa, na jinsi wanavyopaswa kufanya kazi mbele ya skrini ya kompyuta, ili mikunjo yote ya mgongo kama vile mkunjo wa cervicali, mkunjo wa lumbar, idumishwe vizuri wakati wa kufanya kazi, inaitwa ergonomics, na pia kufanya mazoezi ya kunyoosha kwa mapumziko mafupi. Hiyo ni mara moja kila saa, simama kutoka mahali pako. Na kuna mazoezi ya kunyoosha manane yaliyoelezewa ili kuzuia matatizo katika maeneo haya ya diski.